ni semina zetu za moto wa uamsho, na tulipokuwa tukipita mwanzoni tulianza hizi semina kama tunawafundisha watoto wadogo. Yaani kama mwambia sema B. Sasa tulipopita kule tulianza na hayo. Lakini leo hatutembei na hayo. Jamani sawa. Tukienda kule Ngara tunafundisha hayo. Nini maana ya moto wa uamsho? Sasa tunapokuja huku, unajua kimsingi semina za moto wa uamsho kwa wilaya ya Biharamulo na Muleba zimefanyika sana. Leo tena hatufundishi kwa habari uamsho ni nini. Uamsho kule tulijifunza Ngara. Uamsho ni kuvyura. Sasa ni kuvyura tena tunaanza kujifunza kuvyura. Ni kuvyura ibigomba kufa, ibigomba kuhwera. Sasa leo sisi ni watu wazima. Hatujeshi uamsho ni nini? Tunajifunza mambo mengine ya kiutu uzima. Haleluya. Jamani sawa. Hatuwatu wakaa hayo. Nataka tuanze uamsho ni nini? Uamsho ni kuamsha vinavyotaka kufa, vilivyolewalewa. Sasa tunaingia kuzama kujifunza mambo ya kiutu uzima. Leo tunataka tujifunze mambo ambayo yanasababisha uamsho kuendelea. Kimsingi uamsho umeshaanza. Jamani sawa. Uamsho tumeshauona, na kanisa hili ni mojawapo ya makanisa zenye uamsho. Makanisa ambayo yako tayari kubeba majukumu, yako tayari kujitoa kwa ajili ya Bwana, na tunasema hiyo pia ni kanisa lenye uamsho. Haleluya. Kwa hiyo nataka leo tuangalie kitu kimoja kinasema walengwa wa moto wa uamsho. Walengwa wa moto wa uamsho. Walengwa wa moto wa uamsho. Walengwa wahusika, maana nyingine wanayepaswa kuwajibika kwenye maeneo ya moto ya uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Jamani sawa. Najua mimi tunajifunza uamsho ni nini, lakini nataka tuangalie walengwa ni wakina nani. Naomba tufunue Biblia zetu. Kwanza kabisa tutaanzia kitabu cha Warumi pale sura ya 8 mstari ule wa 28 mpaka 30. Tutasoma hapo alafu tutaendelea. Warumi sura ya 8 mstari wa 28 mpaka 30. Tutasoma mstari mitatu. Aliwachagua tangu asili wafananishwe kwa mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kimsingi mwandishi wa kitabu hiki ni Paulo, ambaye sasa tunaona anawaandikia Warumi. Miongoni mwa makanisa ambayo alimpa changamoto ni pamoja na kanisa la Rumi. Sasa Paulo anafika nyakati anawaandikia baada ya kuona utumishi wao ni utumishi wa kulazimisha, utumishi ambao hawajitoi kwa hiari yao. Akaona mambo fulani ambayo yalikuwa yakiendelea huko kwenye kanisa la Rumi. Kwa anafika nyakati anawaandikia, anawaeleza, nasi twajua ya kuwa Mungu hufanya kazi
kuwapatia mema. Mungu anapenda sana kufanya kazi na wale watu wanayempenda. Na sisi tunasema kwamba tunampenda Mungu, na ndio maana tunataka Bwana na nguvu zake. Tunaposema nguvu, ni nguvu za Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Na ndio maana tuko mahali hapa, na ndio maana shughuli zote tunazofanya tunamhitaji Bwana na nguvu zake, kwa sababu tunampenda. Na Paulo anawaandikia, anawaambia Mungu wetu aliye hai, yeye hufanya kazi na wale wanayempenda. Hafanyi kazi na wale wanayemchukia, wale wanayefanya kwa kulazimisha. Hapana, haiwezekani. Yeye anapenda wale wampendao, ndiye anafanya kazi nao. Haleluya. Ndiyo maana makanisa yetu mimi nayapenda sana. Unapofika muda unaona kila mmoja anatokea dirisha lile, mwingine anatokea njia ile, mwingine anatokea pale. Unawaza hawa watu nani amewaita? Hawa wanampenda Mungu, na Mungu anazungumza ndani yao. Ndio maana wamekuja bila kulazimishwa na mtawaye yote. Na moto wa uamsho unawataka hao walio tayari kufanya mambo bila kulazimishwa. Haleluya. Bila kulazimishwa, bila kushinikizwa. Na Paulo anasema, na jioni ya leo neno la Bwana, wakati ule Paulo alizungumza na kanisa la Rumi, na leo tunazungumza na kanisa hili, kwamba Mungu katika moto wa uamsho, kwenye miaka ya uamsho, Mungu anapenda atembee kwenye moto wa uamsho. Na mtu anayempenda na mtakimpenda Mungu halazimishwi na mtu yoyote yule. Anaweza akafanya mambo makubwa bila kulazimishwa na mtu yoyote yule. Na kwenye nyakati za moto wa uamsho tunataka watu hao walio tayari. Anasema kwamba ule mstari wa 29 anasema, maana wale aliowajua tangu asili. Tangu asili. Mpendwa, Mungu alikuona mapema. Mungu alijua mapema kwamba wewe amechaguliwa na yeye amekuita. Anasema wale aliowaona mapema aliwachagua, na baada ya kuwachagua kwa ajili ya kusudi lake, ili awatumie kwenye shughuli zote, awatumie katika ufalme wake. Haleluya. Haleluya. Anawataka kina dada wasiye baba anayempenda aliyowachagua, yani hata baba yako na mama yako akuelewa kwamba Mungu amekuchagua, ila yeye alikuchagua akakuweka. Na ndiyo maana jioni ya leo tuko mahali hapa, kwa sababu yeye alituchagua toka asili, toka mwanzo. Sisi hatukuelewa, yeye alituchagua. Nampenda sana huyu Mungu. Alinichagua. Haleluya. Alinichagua. Ngoja nikwambie, sisi kwenye familia yetu, yani kuokovu ungelifika wapi? Usingetokea. Mababu zetu walikuwa ni watu wa ajabu. Leo ni mambo ya ajabu kuona tunasimama kwenye mimbari ya Bwana. Nataka nikwambie tulikotoka ni mbali, lakini huyu Mungu ni wa ajabu. Yeye alituona mapema akatuita. Haleluya. 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 Wapendwa, kuna kitu mstari ule wa 30 anakizungumza kinanifurahisha sana. Anasema, na wale aliowachagua tangu asili, hao aliwaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Aliyowahesabia haki, ina maana kwenye mstari sasa anasema kwamba ili yeye mwanae awe mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Yesu, yeye ni mzaliwa wa kwanza. Tunaweza tukasema kwamba Yesu ni kaka yetu, sisi pia
Ni nani alaumiwe kati ya baba na mama? Mambo yanapoharibika, alaumiwe baba na mama au watoto? Wapendwa, kiongozi mwenye maono anakuwa na maono, anatusaidia watu. Wapendwa, unajua ninapokuambia kwamba miaka ile ya 2003 wakati sisi tunaokoka, wapendwa, hali ilikuwa ni mbaya. Wakati anajenga haya majengo, wapendwa, hali ilikuwa sio, lakini Mungu ashukuriwe Mungu kwa sababu tulimpata kiongozi Barnabas mtoka mbali, mtu mwenye maono, akaanza kutujenga haya makanisa. Wapendwa, nimekwambia hapa nilikuja, ilikuwa ni kanisa la na huu ni mpango wako wa kwanza, tukapata mahali pa kuabudia. Haleluya. Kiongozi mwenye maono ni mzuri, hata baba mwenye maono ni mzuri sana kwenye familia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule unajua, wakati ule kuna mwingine mpaka kwa makanisa ulishapinda, yani habereki. Tuambia nakuja hapa, tunakuta Pastor Kevin ametengeneza madhabahu ya mabasi, yuko hapa na kajengo nako kama jani kako hivi, lakini toka miaka hiyo 10 ya mkakati tumekuwa tukimuona Bwana, mambo yanabadilika kile tuapo leo mpaka hapa tulipo, tunasema wewe Mungu ni Ebeneza. Haleluya. 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 Anasema hao akawakutukuza. Ndio maana hata kama shetani akifanya namna gani, hawezi akafanya lolote, kwani sisi tulishatukuzwa mbele za ufalme. Akatutukuza, na ndio maana tuna uwezo wa kutembea kifua mbele, hata mbele za wachawi, hata kama wanawake manini, tuko tayari kwa sababu tuna Mungu. Tumetugia Mungu ametutukuza. Na ngoja nikwambie, huwezi ukacheza na mtoto wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukacheza na mtoto wa mfalme. Mtoto wa Samia unaweza kucheza naye wewe? Sisi ni zaidi ya watoto wa Samia. Ndio maana shetani kila unapopita anafyeka mkia, kila unapopita shetani anajikanyaga. Kwa nini? Kwa sababu wewe si wa kawaida, akakutukuza. Sisi tumetukuzwa wapendwa. Haleluya. Tumetukuzwa na Mungu. Najua nimekuambia kiongozi Barnabas mtoka mbali, baada ya kuwa miaka 10 ya mkakati imeisha, baraza tendaji walikaa, halmashauri kuu wakakaa na kutathmini na kuona miaka 10 ya mkakati imeisha. Je, ni nini kinaendelea? Lakini majibu yalitokea kwamba miaka 10 ya mkakati imeisha, tumepata mavuno mengi ya kutosha. Na kweli wapendwa, kama ni washirika, miaka ile ya mkakati tulipata washirika wengi, lakini tathmini ya pili nasema, lakini hawa washirika ni wagonjwa, ni mapooza, wanateswa na majini, wanateswa na mizimu, wanateseka. Na wapendwa, hakuna mrokora anayeteswa na jini, anayeteswa na mizimu ya babu. Hapana. Kote halmashauri wagundua, sasa tunaandaa miaka mingine 13 ya moto wa uamsho, tumpake Bwana, ili hawa mavuno tuliyovuna yawe ni moto wa kuotea mbali, ili shetani asiwaguse. Wewe ni mali ya Bwana, shetani asiwaonee. Na ndio maana leo tunatembea na moto wa uamsho. Tunachokitaka, tunatamani kila mmoja awe ni moto, kila mmoja ni moto. Hakuna wa kuonewa, hakuna wa kuonewa. Miaka kama mmoja iliyopita nilikutana na mshirika wetu mmoja. Tunasema hivi, ni maana tunatembea na shule nyingi ili muelewe kwamba tulikuwa tunaelekea pabaya. Kutana mshirika mmoja, mimi napenda sana, mimi mashamba yangu yako Nyambali, nalemea Nyambali hapo. Sasa nakutana mshirika mmoja, na nimekuwa nikifanya kazi na washirika wetu kutoka mbalimbali. Lakini mshirika mwingine akawa anashuhudia wenzake, anasema zee mwenyezo abazibanda sasa. Eti walimchanja hapa. Sasa nikasema huyu mshirika si mshirika wetu. Kwa nini wachamba kwa mchanja? Na kama wamchanja hapa, je, kweli kizazi si wamekipeleka? Na hao ndio washirika wetu, hao tunawachunga.
mshirika. Kaambia sasa kama wamekuchanja kweli. Anasema tena wamenichanja makubwa. Anasema ni kama walikuwa wanamkata. Anamchanja. Huyo ni mshirika wetu. Mungu atusaidie sana. Kwa wapenda, tunasema hili washirika wetu, mtuelewe kwamba tunapotembea na moto wa uamsho, wapenda turudi kwenye neno la Bwana. Wapenda, kanisa la kwanza, waimbaji wameimba, walipopokea uamsho hawakuwa wa kawaida. Mapepo yalipoona yaliwakimbia, walipokutana wachawi walisalimisha uganga wao. Kila yoyote alijua kwamba hawa ni watu wa Bwana. Hakuna aliyeonewa. Leo tunaonewa sana. Mungu atusaidie sana. Na miaka ya nyuma niwaambia, unajua sasa hivi ndio mpaka hata machawi na machawi yameanza kuogopa. Na mimi niambie kanisa hili, wapendwa, dina sifa nzuri. Hata ukitembea makanisa mengine, mpaka mkanambia nikana nauliza wengine, nina wenzetu pale wachache wanasema kwa kweli nyinyi moto mlionana, sisi tunawaona mpaka tunawashangaa. Kwa nini wanayaona? Haleluya. Kwa wapendwa, tunatamani kusema hivi au natamani kusema hivi kwamba walengwa wa moto wa uamsho ni wale walioitwa na Bwana, na sisi ndio tumeitwa na Bwana. Ndio tunaweza tukashika kijiti hiki cha moto wa uamsho tukakizungusha mpaka misho ya nchi. Maana hata kanisa la kwanza walipopokea uamsho, moto uliwaka, moto ukawaka mpaka misho ya nchi. Unamwambia hata mshirika, naomba ongea sana. Anaanza. Sema amen. Tuseme amina. Wewe tunazungumza nini? Tunapokuambia ombea jambo hili, tusikie unaomba sawa. Maneno yanasikika. Na atakaye kufanya useme maneno mazito ni huo moto wa uamsho ambaye ni Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Ndiye atakufanya uombee sawa. Haleluya. Watu wanaambia kwa kanisani, yote vile ulivyo, hebu jikubali. Haleluya. Jikubali hivyo ulivyo. Hivyo. Kapasa kaya nikiamba hivyo kalivyo. Inabidi kujikubali. Na wewe usiwangi hivi nijikubali. Ndivyo nilivyo. Ninachokiamini kwenye ufalme wa mbingu unatisha kama nini. Shetani anapokuona anaogopa kama nini. Anapokuona anatafuta hata njia inakosa. Na hayo ndio tunayoyataka, kwamba kwenye mioto wa uamsho huu tunatamani hata watoto wadogo wasionewe na wachawi. Tunataka tuwashe moto wake sawa. Tumechoka. Mimi waka wachawi na waelezaga ukweli. Na mimi niambie, Mungu ametuita na kila mmoja na wito wake. Kwenye wito huu maanisha acha mchezo, acha maigizo. Mimi wachawi nawaambia, ninaambia watoto wakawamaliza. Kwa hiyo ninaambia nimeapa kwa kuwa Bwana amenionyesha, aliniita na akanitukuza. Nikamwambia wachawi bye bye. Hamtarudia tena. Haleluya. Lazima wachawi tuambie bye bye. Hawawezi kwa sababu tuliye naye ni Bwana asiyeshindwa. Ametuinua. Jikubali ulivyo. Haleluya. Hata kama ni mweusi kama mimi, hata kama ni mnene, jikubali, maana ndivyo Mungu alivyokuita na yeye anakujua vizuri. Haleluya. Nampenda sana huyu Mungu. Kila mmoja ujikubali. Watu wanaopitia na maisha na nini. Yani wewe ujielewe tu. Na wapenda, tunataka kwenye moto wa uamsho ujielewe kwamba wewe ndiye barazi wa moto wa uamsho. Wewe ndiye unapasa watu wamuelewe Bwana kupitia wewe. Hata kama wewe ni mfupi, wewe ndio moto wa uamsho, ufanye kazi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sema yeye hao aliwachagua
nina baba zangu ni walevi. Ninaposoma maneno kama haya yananipa faraja kwamba Bwana alinichagua kabla ya misingi ya ulimwengu, na ndio maana niliitwa, na ndio maana tuko hapa. Wapenda, hebu tujielewe vizuri kwamba sisi ndio walengwa wa moto wa uamsho. Ukasema miaka mmoja uamsho, watakuangalia huyu amekunywa nini, amepagawa na mapepo gani. Lakini tunaposema kweli 13 ya uamsho, twamtaka Bwana na mkosa, nyinyi ndio walengwa, sisi ndio walengwa wa kufanya mambo haya, kuhakikisha moto unatokea. Na mimi nataka niwaambie, tukimtaka Bwana, Bwana atatokea na atatupumukia. Na mimi nataka nikwambie, wewe utakuwa sio wa kawaida. Najua Mungu wetu hajabadilika. Yule yule wa kipindi cha mitume ndio tulionaye hata leo. Changamoto ipo, hatumtaki. Tukimtaka, na si kwa sababu tumejaribu kusema tunakutaka Bwana na nguvu zako. Wewe jiandae, Bwana akutumie. Haleluya. Na wachungaji na nini? Unajua mchungaji yeye. Jamani, mpaka amekaa na kuombea na mapepo. Mapepo ndani kazi yake. Kuna mwingine washirika, inawezekana sio hapa, lakini wapenda mambo tumeona. Yaani hapa inawezekana mchungaji akiyafurumua mapepo, ya unaanza kuona kila mmoja anaanza kupata moja. Hayo hilo ni dili la kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Imani sawa. Imani sawa. Hilo ni dili. Sasa moja nilienda nikakuta pastor mmoja. Yaani ndio kwenye baada ya mazishi. Sasa yeye ameshikilia vitabu, sijui ndio misali ya waumini, ameshikilia vyote, madaftari ya nini. Huku anasoma neno, huku anaanza, Bwana kama wewe ungehesabu maovu yetu. Na sasa mimi nikauliza washirika, hivi mimi simsaidia mimi? Ati ule kalilimbe niko ya sabye kweli. Eti wacha aimbe, ndio kazi aliyoiomba. Nikasipeli kabisa, hii kazi aliyoiomba hii. Ule kalilimbe niko ya sabye. Hivi nyinyi mna akili, mna timamu kabisa? Nikasema mimi nikitoka nadhani nafika yote na yafukuza yote. Nafanya kazi zote, nafikiri mimi sijui mimi ni nani. Hata mama wa nyumbani anahitaji wasaidizi. Kwa wapendwa, tumechoka kukaa na mazezeta ya namna hiyo. Ndio maana tukagundua tunamtaka Bwana nguvu zake. Maana haya mavuno haya yakipata nguvu za Bwana, nataka nikwambie mapepo yatafute pa kwenda. Kwa nini kanisa lote limejaa moto wa uamsho? Ngoja nikwambie mpendwa, hebu jielewe kwamba moto wa uamsho unakuhusu wewe. Unakuhusu wewe. Na mwana nikwambie, tunayemhubiri ni Yesu aliye hai. Hajafa. Yesu sio hayati. Yesu sio msimu, hapana. Yesu yuko hai. Tukimtaka na nguvu zake atatokea. Na nikwambie, lazima nyumbani patachimbika. Mpaka nyumbani patachimbika. Haleluya. Misimu lazima iogope. Na mimi naambia kwamba hakuna mtu asiyokuwa na mzimu. Misimu kila mmoja ana. Unakotokea misimu ipo. Sasa usiseme kwamba mimi hakuna misimu. Yaani misimu ipo. Cha muhimu wapenda, ngao imara ni moto wa uamsho. Ukijaa Roho, nataka nikwambie misimu yote ya mababu yote, ya mabibi yote haitakufuatilia. Bibi asije, atakuja tu. Bibi atakuja na babu atakuja. Wakati mimi sijaokoka, mimi ni mjukuu wa kwanza kwa babu, mjukuu mkubwa kwenye familia. Babu wakati sijaokoka, babu alishakufa, lakini alikuwa anakuja ananiambia, mwanangu, mjukuu wangu, hebu niletee kale kamlija, nataka ninywe zile pombe. Yaani hayo mambo yalinisumbua, lakini nilipookoka nikasema, wewe mzimu wa babu, bye bye, kwa sababu mimi tena huko siko. Mimi tayari nimekuwa wa Yesu, niwe
mizimu anakuwa anakuja anaangalia. Anapojaa moto, huduma hadifu si moto. Kuona kana nyakati zote. Yaani uko hivi. Yaani tukikuona hapa tunaona ni wa kawaida. Yaani yako kwenye ufalme wa kipepo. Yaani unakaa uko hivi. Yaani anaangalia hivi, huyo ni Pelajia kweli. Huyo sio yeye. Sio yeye Pelajia. Kwani kwa sababu aliyoko ndani yako amekubadilisha. Yaani wanaona huko tusiende, huo moto utatuchoma. Haleluya. Lakini anaambia mizimu imetesa watu sana. Siku za nyuma kidogo nilikofishana sana na waimbaji kanisani. Waimbaji wakawa yani wao, yani unajua ndio maana mimi nachokijua hata makanisa haya. Mfano makanisa haya kama hii na Ranyambani na makanisa kanimbayo makanisa ya miani. Mimi na washiriki wangekuwa ni wengi sana kihistoria. Wengi sana. Lakini walio wengi wanapenda mabaya. Sasa nikaana na vita naambia jamani, yani mshirika anakuja hapa anaimba, lakini wakati wa neno ukimaliza, ukisha kumgusa anadondoka. Sasa nawaza hawa ndio walikuwa wanaimba kweli, ni wenyewe hawa? Unajua ni miongoni kwenye tasmini. Je, tulionao wakoje? Yani ukimshika, yani kuna siku moja walidondoka wanakwaya karibia watano. Mpaka nikawaza hawa ni wenyewe hawa. Ni wenyewe hawa kabisa. Wamejaa mizimu ya baba. Wamejaa mapepo. Alafu wapenda. Alafu nakuta mtu mmoja mmekaa, nina washiriki na wanakwaya 15. Kumbe mengine ni mapepo. Si sawa mama. Oya. Alafu akushika chini. Ulikuwa ni wewe au ulikuwa ni mwingine? Kwa mpaka ni mapepo yanatuimbia. Ndio maana wachungaji tuna hasira wewe. Tuna hasira na haya mapepo hayo. Yaani kama unazana viboko tungelikuwa tunachapa. Kuchapa. Mimi sikuja kufanya uganga wa kienyeji, hapana. Sisi sio waganga wa kienyeji. Sisi tunamtumikia Mungu aliye hai. Ndio maana leo tunajiuliza matendo makuu ya Mungu yako wapi? Wapendwa, matendo ya makuu ya Mungu tukijaa nguvu za Bwana, yani moto wa mshu kalipuka. Nataka niwaambie tutayaona hayo. Tunayaona kwenye Biblia, tutayaona hayo. Yatatokea. Mungu atusaidie sana. Yatatokea. Hebu tumtake Bwana, tushikamane, yani wote maana tumejielewa kwamba walengwa ni sisi walioitwa kwa jina la Bwana wa majeshi, na hawa ndio Bwana amekusudia kutupa kijiti cha moto wa Musa ili tusukume injili. Na hapa tukisukuma injili hakuna kikwazo tena. Maana aliyoko ndani yetu sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Wapende, hebu tujielewe. Sasa nikafanya msako siku moja. Kaambia jamani kila mmoja ashughulike na kamzimu kake. Wakaanza kunikwepa. Nikasikia mama mwingine mrembo. Mimi nikasema jamani hao kasa hao sio wangu, wanapenda mrembo hao. Kaambia unajua kuna watu ni waajabu sana. Yaani leo kuna imani zingine unamkuta mzee kama huyu. Yaani mfano kwa kwetu kuna imani moja mbaya sana. Yaani unamkuta yule mama ni kama mzee zamani, kama yule hapo mdada. Kwa yeye alivyo hivi na nyuza unakuta yani kama huyu mzee na wale wengine ati mama. Yaani wanafagia uwanja nyumbani kwake. Mama shikamoo. Yaani kweli huyu mzee ni wa kusalimia huyu mama shikamoo. Sisi watu wanarogwa na nini? Lakini tukiwaeleza injili ya kweli wanaikwepa. Haleluya. Mama. Yaani yule mama amesha kama yani kama mtu. Yaani majumba yanaporomoshwa pale. Yaani unawaza hivi wanadamu hao wamerogwa na nani? Wao hawaoni hata kwa macho yao. Hawaoni hao watu. Na tulifika nyakati tumebaana wachungaji. Nasema tunataka tupige maombi. Hawa watu wanaenda kwa huyu mama, kwa huyu Mungu Diana huyu. Waache kwendako. Tukapiga maombi, lile anga likachafuka. Yaani watu wakaelewa kwamba yule mama anawaibia ni muongo, na washirika
Yani Wasukuma kutoka si wapi, si mikoa ya wapi, yani wanaibiwa pale, wanapigwa vibaya sana, lakini tunamshukuru kwa sababu wale wenyeji wetu hawaendi tena. Ndugu zangu, tusimpata Bwana nguvu zake tutateseka sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumhitaji Bwana na nguvu zake. Biblia imesema kwamba wale ni wapendao, na sisi tunamshukuru kwa sababu Mungu tunampenda, na ndio maana tuko hapa. Wapenda, hebu tushughulike. Wapenda, ili kuepukana na mtandao wa kipepo, hebu tushughulike. Tukipata uamsho, pamoja na mabiani, tutatisha. Waimbaji wamesema kwamba wale waliopindua ulimwengu, wapenda, akina Petro walikuwa kama sisi, akina Yohana walikuwa kama sisi, wapenda, lakini Biblia inataja hao ndio waliopindua ulimwengu. Wakapindua, yani mpaka watu wakashangaa. Na mimi nataka niwaambie, kanisa la Agape, mtapindua ulimwengu. Haleluya, haleluya, mtapindua ulimwengu wapendwa. Hata mlioyafanya, lakini tunategemea tufanye zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Na tunatamani sana, tunatamani kama mpaka unajua nyakati hizi nyingi humu ya kanisa, tunatamani hata wachawi. Unajua machawi sasa ndio ukaa vikao kule pembeni, yanawaza hivi pale Nyakanasi, kanisa linalotutesa, tukiliona mpaka tunaungua. Hivi ni lipi? Waseme ni Agape. Hiyo Agape, hiyo Agape, hawa kina mama wa Agape wanatutesa. Hao wanatutesa. Nimekwambia kwenye ulimwengu unatisha kama nini. Wewe sio waka, unajua mambo ya Mungu Bwana. Unaweza ukajiona wewe ni wa kawaida. Wewe ni wa kawaida. Lakini tunaambia aliyoko ndani yako sio wa kawaida. Haleluya. Ndio maana nimekuambia hebu jikubali ulivyo, kwamba wewe maadamu Bwana amekuchagua na amesema yeye akamfanya wanaye awe mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo wewe unafanya yale ambayo anayafanya mzaliwa wa kwanza, na yeye amekuamini akakuweka. Nataka nikwambie tutafanya maajabu. Tutafanya maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tulikotoka ni pabaya sana. Tulipotoka ni pabaya sana. Sisi tunajua historia tulikotoka. Maana mimi sio mwokovu, sio mlokole mchana. Toka 2002 nimeokoka. Kwa hiyo nimeona mambo mengi sana. Kwa historia naelewa kwamba tulipoanzia palikuwa pabaya sana. Tunapokwenda ni pazuri, na hasa zaidi tukikaza sana kumtaka Bwana na nguvu zake. Naambia tusilegeze kamba, yani kaza buti sawa kuhakikisha tunamtaka Bwana nguvu zake, na mambo yatatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaposema kwamba kanisa la TAG limekufa, tunaposema tunamtaka Bwana nguvu zake, ni kuanzia kwa wachungaji, kwenda kwa wazee, kwenda kwa hiyo hatutetani, hapana. Yani wote tunamhitaji kwa umoja, na kwa pamoja tutatenda makuu tukimhitaji Bwana, kwa wachungaji, kwa wazee, kwa washirika, wote kwa pamoja. Yani tunataka tuunganishe network ikae sawa, yani kila mmoja asiwepo wa kuonewa. Wanaotuangusha ni wale namba zinafucha, anakaa haeleweki, yani kama kazezeta fulani, yani unajua kama ni mlokole. Wapendwa, kuokoka sio ujinga. Kuokoka Biblia inasema ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo wapendwa, hebu tujikubali kwamba sisi sio wa kawaida. Haleluya. Mtaji unavyo nafsini mwake, ndivyo na shetani anavyomuona. Ukijiona wewe ni wa hivyo, na shetani anakuona ni wa hivyo, ni wa ovyo. Hebu jione wewe ni mtu simati sana, maadamu Mfalme wa mbingu na nchi amekuheshimu, akakuokoa, akakuita, akuchagua. Jione wewe sio wa kawaida. Sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi tunamkubali
tunamkubali sana Mungu kwamba Mungu hatatuacha. Hatatuacha. Yaani Mungu tumefanya utafiti wa kutosha. Hakuna mtu ambaye aliyemtumikia Mungu, hakuna mtu ambaye anampenda Mungu alafu Mungu akamwacha. Hapana. Wewe ukijitoa kwa Bwana, nataka nikwambie Bwana atafanya maajabu kupitia wewe. Na wachawi wawezekana wanakuelewa kwamba wewe unawachafulia hali ya hewa. Lakini yote na yote tunamtaka Bwana na nguvu zake. Ili tusonge mbele, ili tuendelee mbele, ili tuendelee kuchapa kazi ya Bwana, kila mmoja kwa kutaka kwake bila kulazimishwa na mtu awaye yote. Unajua, hatusemi kwamba TAG tulikuwa tumekwisha kabisa, hapana. Ndio maana naambia kiongozi mwenye maono akiwepo anasaidia. Haleluya. Kuna yale mataifa mengine au makabila mengine waga ikifika jioni, tena nipe mfano wa TAG tulipokuwa tunaelekea au tulipokuwa tumefika. Waga kuna makabila fulani ikifika jioni wanakoka moto, sawa? Sijajua kama wapo hapa, lakini kama upo basi ni vyema. Wanakoka moto, wanakiita kikoma, alafu wanakaa. Alafu huko nyuma kuna mbwa wamewalinda huko, sawa? Sawa. Sasa ukiwa moto unazimika wanasogeza, alafu wanausogelea. Sinafika nyakati wakati wa maragira baada ya kula chakula cha jioni, wanatoka pale wanaenda kulala. Wanapoenda kulala tayari wale mbwa nao wanakuwa wanasogea huku moto unazimika. Inafika nyakati mbwa anaweka kama nguvu, akaona hakuna chochote kile na kulala, wanalala. Kwa asubuhi unakuta wamelala. Sasa sisi tulikuwa tunaelekea hapo. Yaani shetani aje alale na kanisani kabisa. Lakini tukampata kiongozi mwenye maono, tukashituka. Kwa maana nyingine TAG cheche zilikuwa bado zimo, ndio maana shetani alikuwa hajatengeneza kiota. Sasa tunachokifanya sisi tunapuliza zile cheche ziwake, zikisha waka moto ulipuke. Ukilipuka tunasonga mbele tena, tunasonga mbele tena. Kwa hiyo shetani bado hajatuweza, bado hajatuweza. Tunaifanya moto unalipuka. Moto ukilipuka mule nani mmoja kutumia kuni mbichi. Sasa mule moto unapowaka, unaweza ukaingiza moto kuni mbichi na zile zikashika. Hata kama zikishika, unajua kuni mbichi ina shida moja. Unaweza ikawa inashika huku inalalamika, firi inatoa na mapovu, lakini nataka nikwambie utawaka tu, moto utashika. Nataka nikwambie tumekuwa na wasika ni kuni mbichi, lakini tabia kwenye moto wa msho lazima ukuni uungue. Hata kama ni kwa kulazimisha, lazima moto wake. Haleluya. Haleluya. Na leo tumepata kuni kavu nyingi. Mabichi ni madogo. Yaani mabichi ni madogo. Kwa hiyo ndogo kwenye nyingi lazima zitawaka tu. Lazima moto ulipuke. Bwana Yesu asifiwe. Moto utalipuka. Kanisa lilikuwa na makuni mabichi tu. Sasa kuni kavu tumeshazipata. Haleluya. Tumeshazipata nyingi. Hebu mwambie mwenzako wewe ni kuni mbichi au mkavu. Yaani wewe lazima utawaka tu. Lazima uwake. Haleluya. Ngoja nikwambie tabu yetu sio bure. Tunakwenda huko na huko, tunaacha kazi, lakini lazima kuni mbichi zitawaka. Huo kuni mbichi ukishika kwa samaramiko. Mimi wow. Tunataka kuni zote moto ulipuke. Haleluya. Haleluya. Niambie, kuna wakati fulani tutazungumza hata kesho. Yaani kuna wakati fulani hata hao wachungaji wanapata shida. Inawezekana sio hapo kuna kanisa. Yaani ilifika nyakati gafiri yakawa mengi. Yaani mpaka mchungaji
mchungaji. Hebu niambie, kama leo tuko kwenye ibada ya Bwana, ndio maana wapendwa, leo tunataka tumfae Bwana. Yaani mfano, yaani watoto walifika nyakati, yaani pasa iko ibadani na mchungaji na washirika, watoto wanasema pale, wanatupa mawe kwenye jumba, wewe ni Mungu, toka humo, ni mawe kwenye bati, toka nje. Kwani wanaona baba ndiye aliwasababishia kuishi yale maisha, wanalala njaa, kwa anasema na chanzo cha baba ni Hawa. Kwa hiyo sasa tunapiga mawe, mtokamo. Unaona mambo yaliyo mazito, shida fikiri zikiwa nyingi ni hatari. Hakuna huruma, wakina Firiri hawana huruma. Unaona alipokuwa anafanya Firiri huku kwenye mafiga huko linatemama na maji, kwenye moto uzimiki, huku povu linatoka. Yesu akiamua jikoni, povu linatoka huku na maji linatemama. Sasa nataka niambie, moto wa Roho Mtakatifu hautazimika. Lazima moto uwake. Lazima moto uwake, wapendwa. Kubali moto unawaka. Lazima pachimbike hapa. Haleluya. Haleluya. Na tunatamani sana watu wajae nguvu za Bwana. Sasa hao Paulo aliyosema nao, jamani, Paulo alisema na watu walioitwa sawa. Kanisa la Rumi wameitwa sawa. Paulo anasema nao. Hebu tuone Yesu naye anasemaje kwa habari ya hao walioitwa. Yesu naye anasemaje? Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Na ndiyo msasa tunaitembelea, na ndiyo ajenda yetu. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari kuanzia mstari wa 8. Nane anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. 9. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu naye anazungumza kwa habari ya hao walio. Yesu anazungumza na hao waliofanya nini? Walioitwa. Masi wameitwa, wanafunzi wameitwa. Paulo anasema Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Na mimi nakwambia moto wa uamsho tunautembeza kwa wale wanaompenda Mungu, kwa sababu moto wa uamsho unatoka kwa Mungu. Kwa Yesu anawaambia, anasema, lakini ninyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hapo ndipo mtakuwa mashahidi wangu hapa Yerusalemu, Samaria, mpaka misho ya nchi. Kwa maana nyingine, bila kupokea nguvu hamwezi mkafanya chochote. Na mimi nataka nikwambie, bila kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, nataka nikwambie, mapepo lazima yatusumbue. Bila kupokea nguvu ya Mtakatifu, wewe lazima mizimu ikusumbue. Lakini Yesu anawahakikishia, anaambia ninyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mkongwe sana pia kwenye huduma. Nimekutana mengi. Nimekutana na kisa hiki, pastor. Nimekutana na kisa hiki. Yaani kwenye moto wa msana tunakutana mambo mengi. Mchungaji, sasa tunaongea Dimasi, nimesema siwateji. Siwateji wote. Mchungaji akapata mgonjwa. Mbona za maajabu? Akapata mgonjwa. Mama kama, mchungaji, mimi najisikia vibaya, naumwa mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niseme sawa. Jamani sawa, najua juisi ni kama daktari, sawa. Mimi naumwa mgongo. Sasa nataka maombi. Naomba. Sema sawa. Sasa unajua watu wakikutana wote wamepoa, hapo kuna shoti.
kuna hasara itatokea. Tumeambia sasa wewe ukienda hospitali unaweza daktari unamweleza yote, unamwogopa mama. Aikwambia vua suruali kudunda hapo sasa utakuwa anasema. Ambia sasa mimi niogopa. Hapo nikamdana mimi sasa kwa wadada nao yani. Sikuwa kwa mchinga. Mna shida. Na vua tu. Ambia haya vua. Hapo kuna wakati mwingine waga anakaa chini. Maana kupona hatari. Tunaanza kutafuta mbinu mbadala. Dada akavu. Sketi. Akatanda nguvu. Sasa ile pasta, yeye kazi yake anaomba, anamshika kwa jina la Yesu. Kitu unawaza. Unaona shida ya kupona. Pepo toka. Ina maana ndivyo maandiko yanasema kwamba lazima ushike anapougua pepo litoka. Kwa kanisa letu. Na haya mambo yanafanyika kwenye makanisa yetu hapa. Ndio maana tunasema jamani, washirika mtuelewe. Tumtake Bwana na nguvu zake. Maana tumtaka Bwana na nguvu zake. Haya mambo hayataendelea. Kwa maisha yakaendelea. Na unaambia ile pastor amefanya ile huduma muda wa miaka 3. Anafanya huduma. Mimi nikamuuliza wewe hivi wewe na wewe umepoa, akili yako imekufiatuka. Yaani kabisa mpaka vua unavua, wewe una akili. Lakini hapo mtu anapopoa, tunasikia ni kupoa. Mambo poa. Kwa mambo yote yanakuwa ni poa. Mambo yote ni poa. Kwa penda na tunasema haya ili muelewe kanisa lilikuwa linaelekea pabaya. Leo wapendwa leo hakuna mtu akufanya haya. Kwa Roho Mtakatifu wanapokujaa unakuwa na ufahamu wa kuelewa kwamba huyu jamaa huyu haya mambo hayapo, lakini bila Roho wote mnakuwa vipofu. Mimi nikasema wewe na pasha nikuchape viboko kabisa. Yaani kabisa unafanya hivi. Lakini tunagundua ni kupoa. Yaani mtu mkipoa, yaani mtaukukeburu yundi hamuna. Yaani wote ni wa hivyo tu. Wote. Sasa wapenda anasema nanyi ndipo mtakuwa mashahidi wangu. Hapa Yerusalemu mpaka mwisho ya nchi. Kwa hiyo wapenda tunaposema wapenda kumjia Roho Mtakatifu, anasema mtaipokea nguvu. Na maana hiyo nguvu sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Mungu atusaidie sana. Sio ya kawaida. Wapenda tunaona kwenye kanisa la kwanza akina Paulo, akina Petro, watu ambao walikuwa, Biblia inasema watu ambao walivua ni wajinga. Hawaelewi jamani, si sawa. Haya majamani mavuvi ya samaki, yaani anashinda hapo kwa yaani kwenye minyago anatafuta minyago kuroa samaki. Sio kwa anashinda huko. Lakini Biblia inasema hawa watu, Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Matendo mtu anasema walipowaona hawa kina Petro ni watu wasiokuwa na elimu, wasiokuwa na ufahamu, wakasema hawa watu wakajua walikuwa pamoja na Yesu. Wamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, wanabadilisha mambo, wana maono sio kwa ya kawaida. Wakiwaambia msifanye hili, wanasema sisi lazima hatuwezi tukasikiliza nyie wanadamu, kwa sababu namjua huyu Mungu, yeye ambaye amefanya maajabu. Sisi hatuwezi kubaliana, lazima tumsikilize yeye, lazima tufanye kazi zake. Mungu atusaidie sana. Kwa wapenda tukijaa Roho, wapendwa, ufalme wa Mungu unajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema mtakuwa mashahidi. Wapendwa, sisi tunataka mashahidi. Tunataka mashahidi wa moto wa uamsho, kwamba kwenye nyakati za uamsho tunataka watu ambao wanamshuhudia Bwana kwamba Bwana amenitendea, Bwana amefanya. Yaani hata kama ukutana mambo gani unasema siwezi nikamwacha huyu Yesu alionitendea. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikwambie. Yaani kuna watu na mimi najua watu wakati tunaomba kanisani sana. Wakati tunaomba kanisani
Tunaomba. Unajua shetani anajua lugha zote za dunia hii. Shetani anajua Kia, anajua Kisubi, Kisukuma, zote anajua. Yaani shetani ukitaka kumweza, wewe nena lugha ya mbinguni. Umemuuza. Maana ukisema mimi naomba Mungu nisaidie mafanikio haya, shetani anasikia, anaweka mambo mengine, anapeleka. Lakini ukianza kusema kwa lugha, shetani anachanganyikiwa. Sema huyu anaongea maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema Biblia inasema hivi kwamba kanisa likapata raha. Kisema kitabu ya Mtume kanisa likapata raha, likatiwa faraja. Kwa wapenda, tunaposema moto wa uamsho, sio uamsho tu, bali tunajaa na raha. Tunakuwa na amani, tunakuwa na afya njema ya kiroho. Haleluya. Haleluya. Kuna sehemu unaweza ukasema ndio unaweza ukaenda ukawaambia Bwana asifiwe. Sasa na Bwana asifiwe wajui. Haleluya. Sasa si nyinyi nikwambia. Sasa wewe kama unakuja sasa tunaposema Bwana asifiwe, amen, maana yake iwe hivyo kama ulivyo sema. Wewe unakaa umenuna, huna amani, shida ni nini? Hautaki asifiwe? Mungu atusaidie sana. Sasa mwingine akasema, jamani, kama ndivyo huo mdomo usiuache nyumbani. Mungu aliwataka nyumbani. Lakini wapenda, tunapojaa nguvu ya Roho Mtakatifu, Biblia inasema kanisa likapata raha, likapata faraja, likajisikia vizuri, na kichwa cha Bwana kikaendelea. Yaani watu wakaendelea kumhofu, wamejaa Roho Mtakatifu. Na sisi tunataka hayo kwenye nyakati za moto wa uamsho. Watu wawe na amani, wamtumikie Bwana kwa amani, kwa maamuzi yao. Yaani asiwepo mtu akulazimisha wao yote. Haleluya. Haleluya. Bwana sasa mtajia nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kweli ukisoma ile sura ya 2 Tendo ya Mitume, anasema ikafika siku ya Pentekoste, wote wamekusanyika mahali pamoja. Wewe ni msomaji wa Biblia na kichotoke, anasema wakatokewa na ndimi zilizogawanyikana zikawakalia, kila mmoja akaanza kunena kwa lugha. Haleluya. Kwa mimi vinanihusu wakati mimi naenda kwa lugha, mwingine unakuta anakuangalia tu, anakupimia tu. Mbona wewe usunene? Na hao ndio akinafikiri hao sunene kwa lugha, kama tunasema rika shaka ndama sana. Na wewe sunene anakuwa kama kashamba fulani, kanakuwa kanaangalia. Unaangalia nini? Tunataka unene kwa lugha ili wachawa kujiendea, ili mahitaji yako yaende kwa Bwana. Unaponena kwa lugha wapenda, shetani anachanganyikiwa. Haleluya. Na mwingine kuenda kwa lugha kwa kanasikia hivi si ni hiki. Haya ni mani. Wapenda, tunataka nyakati za uamsho, tunataka kunena kwa lugha, iwe ni lugha yetu, iwe ni lugha ya kila mmoja. Na wagumu sana waga sisi wanaume. Haleluya. Bwana Yesu, tunataka miaka ya uamsho na wanaume tunena kwa lugha. Haleluya. Na wanaume wanene kwa lugha. Mbona nyewe wanaume mseme amina? Tunene kwa lugha. Haleluya. Jamani sawa. Ngoja, unajua ndio watu wetu ni kanisa la kulia. Kulia haijalishi ni mwanaume wote ni kulia. Haleluya. Unajua kuna watu mimi hapa naonekana nimevaa suruali, lakini mbele za Bwana mimi nimevaa sketi. Haleluya. Unajua kuna wengine yani kisha mimi ni mwanaume. Wewe mwanaume kwako. Jamani sawa. Wewe kwako ni mwanaume kanisani. Wewe ni bibi harusi mtarajiwa. Ndio maana tunawaandaa wote tufike kwa bwana wa harusi ambaye ni Yesu, na atakayetusaidia kufika ni Roho Mtakatifu. Ndiye atakayetuongoza.
Tukiwa na roho, yatakwambia kanyaga hapa, pita hapa, pita hapa. Njia ni hii. Kama huna roho, wewe utakuwa mshamba. Haleluya. Yani sawa unafika jiji la Dar es Salaam, unakuwa unaangalia gari za unajaribu kwanza mgongo. Sasa ukiwa na roho ambia chomoza nenda. Haleluya. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu tunataka mpaka na wanaume tunene kwa lugha, na watoto tunene kwa lugha. Wakina mama ndio usiseme wao ni kugaga. Hakuna watu nawapenda kama akina mama. Haleluya. Moyo ulio wazi. Yani hawa watu pasa wasipokuwa kanisani hatari. Ni hatari hawa watu hawa. Yeye mwangalia mpaka sasa hivi tujihesabu wangapi. Yani sisi tunajifanya tuna mambo mengi. Mimi unajua nina mambo mengi. Wewe ni ukuni mbichi, hutaki kuwaka wewe. Yani sio majukumu, hapana. Haleluya. Nilikuwa nawaambia hata pale kanisani, naambia ninyi hamna majukumu kama sisi. Tena naambia mimi ningekuwa ni mshirika ningelifanya ajabu. Kanaambia kesho kufa naenda Nyakanasi. Baada ya wiki ijayo sisi tuna maombi ya wachungaji ya siku 3 kuanzia Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Washirika wapo tu wamekaa. Leo alafu anasema tuna mambo mengi. Wewe una mambo mengi wewe. Shida Roho Mtakatifu. Na tunatamani wote. Unajua tukijaa roho wote tutakaa kwenye mstari mmoja. Tutanyoka. Na Mungu anataka tunyoke. Haleluya. Mungu anataka wote tukae sawa sawa. Kama ni kunena kwa lugha wakati ukifika, wote ni kunena kwa lugha. Wote ni kushana raisi. Wote ni kupata raha. Haleluya. Kunena kwa lugha kuna ndugu yangu. Yaani mpaka unasikia utamu. Yaani unajua nilikuwa naambia pale kanisa, naambia yaani napasha kama unaenda kwa lugha mpaka mnafika. Unajua unapoomba sawa sawa ukiwa katika roho, yaani unafika ya kama unajua huyu Yesu, Biblia inasema ni mume wetu, ni mume wa wajane. Yaani unaenda kwa lugha, unaenda kumwambia Yesu, naomba unisaidie haya. Anakuambia na mimi sasa mke wangu nitakupa tu mwanangu. Kama unahusiana nasema nakupenda Yesu. Lakini nataka niwaambie kuna watu wengine. Haleluya. Hivi nyewe mnaonaje? Hiyo ndoa, kuna watu wanaondoa wako hivi. Hiyo ndoa sio ya kawaida. Haina minongono. Wapendwa, na mimi naambia Mungu ametuweka. Kuna watu wanaokimsema yani hili lichungaji na linanichunga. Wewe Bwana ameniweka nikuchonge. Mwisho mwana sasa anaenda kuolewa. Anachongwa. Nywele zinakaa sawa sawa. Alafu kope zinakaa sawa sawa. Kwa hiyo anakaa kibibi harusi sawa sawa. Wapenda na sisi ndio kazi yetu wachungaji. Ni kuwachonga. Ili kila mmoja pembe zitoke. Kila mmoja jiandae kwenda kwenye harusi ya mwana kondoo. Tunakwenda huko kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mwingine atimini. Hivi ni wachungaji. Nasi hivi ni wachungaji. Wachungaji na maana wanaugua kifafa. Sababu ya kuwa kuni mbichi. Malalamiko mengi. Na sisi tunataka kutengeneza kanisa la kumfaa Kristo. Kanisa la waenda mbinguni. Haleluya. Na tunataka wapenda kila mmoja amfae Bwana. Ndio maana wapenda leo tuna semina ya moto wa mso. Tunachongana ili siku moja tukamuone Kristo aliye hai. Hatutaki kukaa hapa duniani. Tumechoka. Unafikiria hapa duniani kama sio kula ugali kuna raha gani? Kila siku majukumu, mara si kupika, mara si kuchanja kuni, mara si mwanaume tafuta hela. Lakini mbinguni ni kugharama. Kazi moja ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, na yeye sio kazi kubwa, ni kusifu, kuinuka, kuabudu, ndio kazi yetu hiyo. Lakini hapa duniani wapenda ni matabiko tu. Ndio maana Yesu akasema, enyi duniani huko mjipe moyo, maana mnayo dhiki. Mimi nimeyashinda ya ulimwengu.
Mchicha. Yaani inafika jioni miguu imeshakuwa kama mibanga. Yaani ni shughuli kweli. Sawa. Ukiwaambia jaro tena ni mimi atijewe. Wewe ni nani? Haya endelea. Kila siku ni gwaride. Mchicha. Maparachichi. Wewe jamani, baba ujae roho tena mbinguni sima tukapumzike. Haleluya. Mtu hataki. Unakutana kila siku majukumu, unawaza watoto wasome, unawaza hivi, lakini mbinguni hakuna vya kusomesha watoto, maana mbinguni si hatuzai. Tunaweka tutuje. Yaani hivi. Yaani kama ni kunyuti, una vazi lako leo likabidhiwa ni kukaa, unajitemea teremera, yaani unapunga hewa tu. Napo Biblia inapa sifa, inapa sifa mbinguni kwamba lile jiji la mbinguni halina TANESCO hapana. Haipo. Kule mwanga kule ni mwana kondoo. Kwa hiyo yani usiku na mchana panafanana. Barabara za kule ni lami, yani dhahabu tu inametameta. Kwa hiyo mwanga mwana kondoo ukikutana na hizi yani inakuwa yani kafika huko ufunguni. Sasa tunataka moyo na hapa duniani unapata shida tu. Duniani pa shida ni maana sasa mjipe moyo mnayo dhiki. Ndio maana leo kabla Yesu hajaja tunamtaka Bwana nguvu zake. Ili Yesu akija kulitoa kanisa asibaki hata mmoja. Tunataka wote akina mama na vijana, akina baba wote tunaingia kwenye jiji la mbinguni. Tunakwenda kuenjoy na Bwana. Haleluya. Haleluya. Lakini issue ni kujaa roho. Roho. Yaani roho. Ndio maana inaitwa Roho Mtakatifu. Kesho tutazungumza kwa habari haya. Inaitwa Roho Mtakatifu. Ukimjaa tayari unapata kibali. Tena Biblia inasema hivi kwamba Roho Mtakatifu huwatia muhuri kuwa hawa ni mali ya Bwana. Kwa hiyo wewe uliyetiwa muhuri, napenda sana neno hili. Uliyetiwa muhuri leo kuna vijana umechanganyikiwa vijana. Ati heri kuwa na mali kidogo, lakini heri kuwa na mali nyingi ukana maisha ya muda mfupi. Wanatoa na wazazi wao kafara. Wewe niambie issue hiyo ya Freemason, jaa roho. Ukijaa roho hata kama likitokea litoto litundu, hata likupeleka Freemason, ulishachapa muhuri wa Roho Mtakatifu, haugusi na mtandao. Wewe ni mali ya Bwana. Kwa hiyo hautaguswa na huo mtandao wa Freemason. Na hapa ndio tunasema huyu ni Mungu wa ajabu. Anafanya mambo yasiyoangaliwa na wanadamu. Sasa wewe kalia mchezo. Na watoto watakutoa Freemason. Amesoga watu kwini. Nataka wale watoto wewe hao, watoto hao. Yaani heri kwa na mali nyingi ukaishi muda mfupi. Yaani mimi niko tayari kumtoa baba na wewe una roho. Watakupeleka asubuhi sana saa 12. Unaona mapema sana. Hapo niko na yati. Ati majukumu ni mengi. Wewe utakwenda kanisani wewe. Majukumu ni mengi. Ngoja waje kutoa Freemason uchange. Wapenda na maji. Wapenda. Yaani unajua sisi tunapiga kampeni. Sababu hii siku moja tunamwona Bwana. Na ndio kampeni yetu kwenye moto wa uamsho. Na tunasema moto wa uamsho wapenda ni kujaa roho ya Roho Mtakatifu. Moto wa uamsho sio kama wewe ni mwenge unaopita na wakati utaliona. Ni kujaa roho nguvu za Bwana. Yaani unajaa mpaka unafurika. Amina. Haleluya. Na kuna watu ngoja niwaambie, kuna watu najua tumejifunza. Yaani kujaa roho ni kujaa mpaka ukafurika. Yaani ukafurika kabisa. Maana kuna wengine wanajaa mpaka huko. Wengine wanajaa mpaka kitubani. Wengine bafuoni. Wengine mpaka
dakika hiyo unakuwa unaangalia. Sasa hatutaki, tunataka ujae, ufurike, utembelee kwenye maji ya Roho Mtakatifu. Maji ya Roho Mtakatifu. Kila unapoangalia huoniko, maana maji yamekufunika. Ya dunia huyaoni. Na hivyo tusaidia sana. Imenisaidia sana mimi. Watu sikizo umeshapata, yani unajua sikizo watoto yani, watoto wasikizi ni wazuri sana. Wewe. Watoto wasikizi ni wazuri sana. Na Mungu kila siku anafyatua. Na wewe uko duniani humu wewe. Akimpata huyu mweupe wewe utakufa. Kila siku Mungu anafyatua. Yani unaweza yani utachanganyikiwa tu. Haleluya. Lakini tunapojaa Roho wapenda, tunapojaa Roho hayo yote hatuyaoni. Tunapojaa Roho, hata kama umelimkuta mama amevaa kibini cha humu, unamwambia hiyo nayo ni takataka, maana mimi huko nako siko. Hapana, mimi nimejaa Roho, ninamtaka Bwana na nguvu zake. Ndio maisha yangu. Mwingine alichanganyikiwa, akamkuta dada bamfa kama. Sasa unajua sisi walituuliza chuoni, wewe mchungaji, wewe ukiwa macho yako ni kuangalia hapo tu utaanguka mapema. Unapaswa yaani ndio maana semini wengine ukianaambia mambo ya mavazi anaweza akatokea. Kwani sasa ulishaitengeneza. Macho yako wewe haujayatia njaa. Hapa anatokea, anakuangusha kwa sababu sio mshirika wako. Sasa akamkuta dada mmoja anajiinamia, nyuma anafanya shughuli zake, alafu huku pote na pako nje. Baba jicho hivi nyanya. Akamtokea. Sasa wanafika nyakati. Yani baba sasa mimi unajua kwa kweli hata mimi shetani alinitokea. Swali, alikutokea ukiwa wapi? Alinipitia. Ulikuwa wapi? Kwenye kona ipi? Utuambie maswali mumfuko. Hakuna jibu hapo. Na mimi nilipasa wasiwasi. Unamhoji mdada kama dada, wewe tunasikia unafanya mimi leta mashahidi. Uliniona wapi? Wewe hakuna vya mashahidi hapa. Ndio maana kuna wakati fulani askofu, sijui umeshaokoka, askofu aliwakuta akawa kama Fenias. Yaani nusu ya Fenias. Aliwakuta askofu Tibwina akawakuta ndani ya yani hao wazidi ndani ya kanisa. Kwenye kona kama ile. Tena pale simweka sina mashiti hapo. Askofu alichukua, yani alikimbia nje, akachukua kiboko cha baisikeli vile ambavyo akafika pale, pata viboko vya kutosha. Watu wanahitaji viboko. Napenda tujae Roho. Yesu anakuja. Haleluya. Jaa Roho. Lakini kwa habari ya dunia hii wapenda, mambo kila siku ni mapya. Labda utafutie pa kwenda kuishi. Utaishi wapi? Haleluya. Tujae Roho. Msisitizo ni kujaa Roho. Roho Mtakatifu ukimjaa, yeye atakuzuia mambo mengine yasiyokuhusu, hata kuachilia, hata kukamata. Atakwambia mwanangu, huko usiende, hayo sio ya kwako. Mungu atakusaidia. Leo ni mara yetu tunatembea na watu waamsho. Leo kuna watu ninyi hapa miundombinu iko vizuri sana. Leo kuna watu wanafanya uzinzi na kwenye mitandao. Au sio sawa? Si ni sawa? Ninyi wenye simu kubwa kama uzinzi kwenye mitandao. Anamuona huko, yani wanaendelea uzinzi. Sasa tukasema Roho Mtakatifu ndio wakijaa Roho hao hata kwenye mitandao hawataenda. Yaani atakuzuia. Maana wewe utamchungaje mshirika? Umchunga akitoka hapa akaenda Dar es Salaam, utamchunga. Lakini dola akiwa ndani yake, Roho atamchunga. Atakuwa naye, atamzuia usifanye haya. Yaani kuna watu wengine akitoka eneo kwenda eneo jingine amebadilika.
si Agripina tena, ni mtu mwingine. Tunataka ukitoka hapa Agape, ukifika Zanzibar, wewe ni Agripina yule yule, haujabadilika. Wewe tena sio mama huruma hapa. Wewe kama mimi kakari, mimi maisha yangu ndio hivyo tena. Wewe ni Agripina, ubaki Agripina. Haleluya. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Tunataka watu wajae Roho ili waupindue ulimwengu. Na sisi tunasema leo sisi ni wazee. Haleluya. Na kampeni tulionayo, tunataka vijana tuwakabidhi kanisa lenye nguvu za moto wa Roho Mtakatifu. Ule udhaifu wote hatutaki tena. Mungu atusaidie sana. Tunataka wapate kanisa lenye moto. Lenye moto, na tunawasha moto sawa sawa, na tuhakisha moto umewaka. Maadamu tunayemtaka naye anasema niiteni nami nitawaitikia, nitawaonyesha mambo makubwa sana msioyajua. Naambia kuna mambo ambayo hatayafikia, lakini kwa uwezo wa Mtakatifu nataka nikwambie lazima hayo mambo atatufunulia. Haleluya. Jaa Roho. Haleluya. Jaa nguvu za Roho Mtakatifu. Na jioni ya leo nataka tukajae Roho. Unajua sehemu yoyote ile, huyu Roho ni wajabu. Yoyote hata kama ni nyikani, ukimtaja Roho, yeye anasogea, anakuja. Na jioni ya leo Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, na najua wapenda tunakwenda kunena kwa lugha. Tunajaa Roho, wanaenena kwa lugha, mikono juu. Haleluya. Tunataka tukapate faraja ya Roho Mtakatifu. Niambie wapenda, yani leo sijajua shetani aliyokuwa anafanya kazi hiyo. Leo hata kwenye ndoa ni shida. Sasa kulingana, yani unajua shetani mkamata kwenye uchumi, kwenye ndoa na penyewe ni shida. Sasa raha iko kwa Roho Mtakatifu. Ukijaa Roho Mtakatifu, nataka nikwambie shida zote unasahau, unaachana navyo. Sasa jioni ya leo wapenda, natamani muda uliobaki, tunatamani tukajae nguvu za Mtakatifu, na natamani achilia moyo wako. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, atakwenda kukujaza tena. Kuna wengine mnasema nilishajaa. Nimekwambia tunajaa kufurika, tunaingia kwenye maji tusiyoweza kuonekana, tunaogelea humo. Kila mmoja tunatamani ajae nguvu za Roho Mtakatifu. Kiwango chako cha ujazo unakielewa. Tunataka tujae tena jioni ya leo, maana ndio maisha ya warokole. Haleluya. Haleluya. Tunataka tujae Roho. Anasema lakini nyinyi mtajaa nguvu za Roho Mtakatifu. Na jioni ya leo huyo Roho Mtakatifu yuko hapa, anataka tujaze tena. Natamani jioni ya leo kila mmoja tamani. Unajua kujaa ni kutamani, shauku. Unakuwa na shauku, natamani huyo Roho Mtakatifu aje kwangu. Ngoja nikwambie, kuna watu wengine utumishi tumeona ni kama mateso. Ngoja nikwambie, Bwana hajatuita tutese. Hapana, Bwana ametuita tupate raha. Bwana ametuita tumtumikie. Lakini wengine wanasema utumishi ni shida. Mimi nataka nikwambie utumishi ni raha. Jaa Roho. Haleluya. Haleluya. Wakati mimi sijaokoka nilikuwa nachukua gongo Benako huko kwa wakimbizi mwaka 93, tunapeleka maharage Burundi. Kuna wakati nilikuwa nikijisahau, usipoweka girisi kwenye pedo au kwenye mnyororo, yani ndugu yangu, yani utapata shida. Yani itafika nyakati, maana pale Munzani tulikuwa tunajaribu kukwepa kichwa. Sasa ndipo ile pedo yenyewe inahugemea, haina mafuta, inaanza fyoi. Yani unawaza leo hii pedo ama asikari ndio wapona, yani unalazimisha mwenyewe unafanya yani ni shida. Ni sawa na Mkristo bila Roho Mtakatifu. Wapenda, Roho Mtakatifu sehemu ni mafuta
Bwana huu. Natamani kila mmoja uachilie moyo wako kwa Bwana, ili tukajae Roho tena kwa mara nyingine tena. Na mimi natamani kujaa jioni ya leo. Rabasa korabasa yanda rabasa. Hebu natamani simama kwa miguu yako. Tunakwenda kujaa Roho tena jioni ya leo. Natamani President Worship tutafutie wimbo wa kuabudu kwa ufupi sana. Yakarabasa yandarabasa. Wewe ni Mungu hakika, hakuna kama wewe. Elishadai, Jehova ile, wewe ni Mungu Baba yetu. Roho Mtakatifu, huu ni wakati wako wa kutujaza tena, wa kutujaza